mwaka 2026 2027, kwa maana ya msimu wa NBC Premier League ambao unaenda kutimua vumbi. Bana, msimu huu utakuwa wa asali na maziwa. Kwa nini? Majibu yapo hapa. Mimi ni Paul Tembo na hii ni Tembo Ma Story. Kwa nini nimesema itakuwa ya asali na maziwa? Basi twende wote. Na leo tupo wapi? Basi ni kwa wananchi Yanga pale mitaa ya Twiga na Jangwani. Bana, Yanga wapo kwenye mazungumzo na wamefikia hatua za mwisho kabisa kuinasa saini ya winga hatari kutokea Komoro ambaye makuzi yake ya soka ameyapata barani Ulaya. Huyu si mwingine, anaitwa Hussein Zaukraini. Huyu ni miongoni mwa wachezaji hatari kweli kweli. Talirudia tena, anaitwa Hussein Zaokoani, miongoni mwa wachezaji hatari kweli kweli ambao kama Yanga watafanikiwa kuwapata, basi ndio maana utarudi kwenye kauli yangu ya kwamba NBC ya mwaka 2026 2027 itakuwa ya asali na maziwa. Twende basi tumfahamu, je, ni nani na kwa nini Yanga wanahusishwa naye, na je atakuja kuiofa nini Yanga? Hiyo ndio pointi ya muhimu ambayo leo nipo nayo hapa. Hussein alizaliwa mnamo tarehe 30 ya mwezi Aprili ya mwaka 1998 pale jijini Marseille nchini Ufaransa. Huyu bana ana asili ya Komoro, yaani uraia wake asilia na mpaka sasa hivi uraia alionao ni wa Komoro, lakini kuzaliwa kwake alizaliwa nchini Ufaransa, maeneo ya Marseille pale kama unavyofahamu, na ni miongoni mwa maeneo bora sana na huwa anatoa vipaji vikubwa sana vya soka. Tukaangalia historia yake ya soka iko vipi mpaka kufikia hapa na kwa nini wananchi Yanga wanahusishwa naye. Mnamo mwaka 2010 na kuelekea 2016 maisha yake ya mpira yalianzia kwenye Olympique de Marseille pale. Yaani kabla ya kuanza historia ya mpira, maisha yake ya mpira yalianzia kwenye academy ya Olympique de Marseille pale nchini Ufaransa. Lakini mwaka 2016 2018 akajiunga na Marseille ya Marseille B, kwa maana ya timu ya wadogo ya Marseille ambayo yenyewe inafuatia baada ya ile timu ya Marseille ambayo inashiriki kwenye ligi ya pale nchini Ufaransa, kwa maana ya ligi ambayo ipo timu ya PSG, AC Monaco pamoja na timu zingine kubwa kubwa pale nchini Ufaransa. Lakini alipita kwenye klabu ya Tilkali ambayo hii alichezea mnamo 2019. Hapa Tilkali ni nchini Ugiriki na alienda huko na alipata bahati ya kucheza pale, lakini baada ya hapo alienda zake na alitimkia kwenye timu ya Aubagal ambayo yenyewe ipo pale pale nchini Ufaransa. Alicheza kuanzia mwaka 2019 hadi mwaka 2021. Safari yake haikuishia hapo, alijiunga pia na timu ya Jura Saudi ya pale pale nchini Ufaransa ambapo alicheza kuanzia mwaka 2001 mpaka 2021 mpaka 2024. Na baada ya hapo alijiunga na timu ya Thionville ya pale pale nchini Ufaransa ambapo mafanikio yake hayakuwa makubwa sana, ila alipambana kwa kiasi chake na hatimaye akaamua kuuzwa Saudi Arabia. Kwa maana mpaka sasa wananchi wanahusishwa naye. Kijana huyu alikuwa anacheza Saudi Arabia kwenye klabu ya Al Zolf na amefanya kazi kubwa sana na ni winga ambaye ana uwezo wa kufanya kile kilicho bora. Kimbinu tu na kitakwimu yuko vipi? Basi kaa nami hapa. Klabu ya Yanga imekuwa ikihaso sana kumpata winga asilia, yani winga ambaye anaweza kucheza upande wa kulia au kushoto mwa uwanja. Siku za hivi karibuni Yanga walikuwa wanamlazimisha Alan Okello kucheza upande wa kulia, wakati mwingine Maxim pia Nzengeri, lakini Pacome Pedro Zuzwa. Winga asilia alikuwa ni Buba Jammeh ambaye yeye ameonekana hana mchango mkubwa kwenye klabu ya Yanga. Sasa huyu Hussein ni miongoni mwa mawinga asilia, kwa maana Yanga itampata winga asilia ambaye ana asili kabisa moja kwa moja kama winga, kwenda kupush mashambulizi akiwa kama winga, lakini kuisaidia timu wakati ambao inakuwa inashambuliwa. Kwa hiyo Yanga kama watafikia saini hii na watakubaliana na mchezaji huyo Hussein Zaokoani, basi watakuwa wamepata mchezaji mzuri sana. Ikumbuke pia malezi yake ni Ufaransa, na maana hata Pacome Pedro Zuzwa malezi yake na makuzi yake hakuyapatia pale pale nchini Ivory Coast, bali aliyapatia nchini Ufaransa pamoja na kina Stefano Aziz Ki, hao wote matilio ya Ulaya. Kwa hiyo hii
ni material ya Ulaya. Kwa kuna kitu ambacho anaweza akaja nacho cha ziada zaidi na kitaenda kuwaofa sana wananchi Yanga. Kwa Tembo ndo jina langu. Kuweka nukta ama ukomo ndo lugha sahihi ya kumaliza kila ambacho ulikuwa nacho bora. Hii ni Tembo Mastori.